miaka mitano hii hapa serikali ambayo imeingia madarakani iliweka wazi mchakato wa kuanza kwa katiba mpya, hasa wakati wa kampeni, lakini akatokea yaliyotokea na baadaye tukaambiwa utaratibu wa mchakato wa katiba mpya. Mchakato wa kuanza ama kuandika katiba mpya huwa unakuwaje kwa uzoefu wako? Ni mchakato ambao lazima ni mchakato mgumu, si mchakato mwepesi kama unapofikiria. Ni mchakato mgumu, na kwa uzoefu tuliona kipindi kile cha ile bunge la katiba jinsi lilivyochaguliwa, kwamba lazima kuundwe kwanza tume ambayo itakayoratibu maoni ya wananchi ambao wanatoa maoni ni namna gani katiba wanaitaka, kwa sababu katiba hiyo ambayo mwaka 1977 ilikuwa ina idadi ya watu wachache, na sasa hivi kama umeona tuna takribani milioni ngapi? 70. Kwa hiyo lazima watu washirikishwe. Kwa hiyo mchakato wa kwanza lazima tume ambayo itakayoratibu huo mchakato wa katiba lazima iundwe, lakini pia wabunge ambao watu shirikishi namna ya kuweza, lazima bunge kama kipindi kile bunge la katiba liundwe. Sasa ni mchakato mkubwa kwa sababu unahusiana na mchakato wa kibajeti, na tunapounda bunge la kikatiba manake lazima watu watakaa bungeni labda kwa siku 100, 200 kujadili ile rasimu ambayo wananchi wameifanyaje, wametoa maoni ili ipelekwe bungeni na kujadiliwa kabla ya kuenda katika hatua nyingine zinazofuata. Kwa hiyo ni mchakato ambao ni mkubwa na unahitaji pesa za kutosha, na kama pesa zikihitajika sana inabidi kuna mambo mengine ya msingi tunabidi tuyaache tuingie katika huo mchakato wa kikatiba. Kwa hiyo moja ni kuundwa kwa hiyo tume, lakini pia wananchi washiriki kutoa maoni yao. Elimu lazima itumike, kwamba kwa sababu hata wananchi ile katiba mwaka 1977 hawaifahamu, hawajui, wewe wengine ibara uzifahamu, vifungo vifahamu. Kwa hiyo lazima elimu itoke kwamba kwa nini tunaamua kubadilisha katiba, na wananchi watoe maoni yao kwamba maeneo fulani tunahitaji kubadilisha katiba. Kwa hiyo ni mchakato ni mgumu sana, dada Makrina. Na mimi swali langu linahusu nchi za Kiafrika. Kiuzoefu kwa haraka tunaofuatilia kwamba nchi nyingi za Kiafrika zinapobadili katiba kuna maeneo ndio ambao wanazingatia. Utatupa sababu kwa uzoefu wako? Mfano mfumo wa uchaguzi, muundo wa serikali, muda pia ama ukomo wa uongozi. Wenyewe wanasema muda wa uongozi. Ni kwa nini katika hayo na si zaidi yale ambayo yanagusa watu hasa katika maslahi ya mmoja mmoja? Na hilo ndio tatizo katika bara la Afrika, kwa sababu katiba, mimi nimeshuhudia nchi kama 8 zimefanya mabadiliko ya katiba hapa kipindi hiki karibuni. Kwa mfano kuna nchi Misri, nchi ya Zimbabwe wamefanya mabadiliko ya katiba, hata Zambia. Kwamba moja ya mabadiliko makubwa wanayoyafanya hawaangalii yale maslahi ya chini ya wananchi. Lengo wanaangalia ni namna gani ya kuweza au mfumo wa utawala unavyotakiwa uwepo. Sasa katiba ikishajiingiza katika mfumo wa utawala bado kutaendelea tena na mgogoro wa mara kwa mara, kwa sababu katiba inatakiwa ilenge ni namna gani wananchi wanaweza wakanufaika na maisha yao, lakini katiba isiwe ya kisiasa. Na kama katiba ikiingia katika mfumo wa mlengo wa kisiasa, maana yake tutaelekea ndani ya miaka tena 5 tutaidai tena katiba kama mwanasiasa akiona malengo yake hayajatimia. Kwa hiyo swali la msingi, nchi nyingi za Afrika zinabadilisha katiba kwa malengo au mlengo wa kiutawala, sio mlengo wa kiwananchi. Kwa hiyo lazima kama katiba yetu tunaingia katika mfumo wetu wa Tanzania, katiba idili sana, yani ilenge wananchi, matakwa ya wananchi, shida za nini za wananchi, ni namna gani haki za wananchi. Kwa mfano mambo ya dhamana, kuna kesi nyingine mahakamani nadhani unafahamu, kesi ambazo zinahitajika dhamana tu lakini unakuta mambo yamekuwa mengi. Kwa hiyo katiba lazima itoe, iweke vifungu. Kwa mfano uwajibikaji, uadilifu, ni namna gani ya kuweza kumwajibisha kiongozi anapokosea. Isije ikafika katiba ni kuwekeana tu kwamba ukomo wa madaraka, ushushaji wa madaraka au la nguvu ya madaraka. Ndio nchi nyingi za Afrika nimeshuhudia kabisa. Mfano umeona Zimbabwe umeongeza muhula. Umeona Zimbabwe umeongeza muhula wa kuwepo madarakani rais. Umeona Zambia, umeona wapi Misri, huyu rais ambaye alikuwa aliongeza muhula ambao unatakiwa yeye muhula wake uliisha, lakini katiba akabadilisha akaongeza. Kwa hiyo
Swali la msingi, katiba ilenge wananchi, isilenge wanasiasa. Na labda ukiangalia kwa mara nyingi mchakato wa katiba mpya pia unahitaji utashi wa kisiasa. Kwa hapa kwetu Tanzania tumeona kuna kuna tume ya Jaji Joseph Sinde Warioba ambayo ilienda mpaka ikafikia wakati wa Jakaya Mrisho Kikwete akiwa madarakani, lakini sasa hivi pia tunaona hiyo ahadi ya uendelezaji ama kuanza kwa mchakato wa katiba mpya ndani ya miaka hii mitano. Unaona kuna huo utashi wa kisiasa ambao ulikuwepo kama wakati wa serikali ya awamu ya 4, sasa hivi pia unauona katika kukamilisha mchakato huu wa katiba mpya? Naona wingu jeusi. Mimi kama mwana diplomatic, kuna wingu jeusi kubwa sana, kwa sababu kipindi cha Mheshimiwa Kikwete kulikuwa na wingu jeupe. Mimi naamini kabisa tungepata katiba, kwa sababu ule mchakato ulienda vizuri kabisa. Sema labda tu katika sisi wana michezo, kuna ile mechi ikishachezwa kuna mtu anatoboa ule mpira fana, mechi imefanyaje, imegailishwa. Kwa hiyo kuna wingu jeusi, kwa sababu bado sioni ile ishara kama tutaingia moja kwa moja, kutokana kwanza bado mahusiano sio mazuri kwenye taifa. Lazima tukiri kwamba lazima tuimarishe diplomasia ya mahusiano, maridhiano, manake tukishakuwa na mahusiano ndo tutakuwa na wimbo mmoja. Sasa kama hatutokuwa na mahusiano mazuri kwamba kila mmoja anazungumza, manake sioni kuipata hiyo katiba. Kipindi kile cha Mheshimiwa Kikwete kulikuwa na mahusiano makubwa mpaka wote wabunge wote wakakubali kushiriki tunasema lile bunge. Lakini sasa hivi bado mahusiano hayajakuwa mazuri katika mfumo, na mahusiano haya mtu na mtu, mtu na taasisi, taasisi na taasisi, kwa sababu lazima kwanza tuimarishe mahusiano ndio tupate hiyo katiba. Kwa hiyo bado wingu jeusi, na ndio umeona matamko mengi yamekuepo katika wingu jeusi. Mheshimiwa Rais ana dhamira nzuri, nadhani unafahamu kipindi cha kampeni yake alizungumza kwamba ndani ya siku 100 ataanza mchakato wa katiba. Alizungumza pale ndani ya siku 100 mchakato wa katiba. Na sasa umeona siku 100 zimeshafanyaje, na tunaenda kwenye mwaka. Kuna mchakato unaweza ukawa ni mgumu, lakini umeona hata mzee ripoti ya Jaji Chande alizungumza kwamba mambo muhimu lazima katiba ifanyaje, iwepo. Na tu umezungumza mheshimiwa juzi makamu wa rais amezungumza kwamba ningekuwa na nafasi ya kuambiwa, ningewaambia Watanzania, umeone, ningekuwa na nafasi ya kuambiwa, ningewaambia Watanzania wote, pambaneni mpate katiba mpya. Kaifanya hiyo kazi, ukimshamkabidhi tena sio kazi yako. Kwa hiyo moja ambapo tulikosea, baada ya kukabidhi kazi kwa Mheshimiwa Rais, tukataka kuifanya ile kazi kama ni ya kwetu. Tungemwacha kwanza Mheshimiwa Rais aipitie ile rasimu. Kosa kubwa tulilofanya baada ya kupewa kazi. Mimi nikishapewa kazi, nikishaifanya kazi, alionipa kazi nikamkabidhi tena kazi ile sio ya kwangu, muache aifanyie yeye utafiti maeneo gani ili aingize. Kwa hiyo moja tulilolikosa ambalo hatutamani kulirudia, kwamba watakaopata bahati ya kupewa kazi ya kuingia kwenye hizo kamati, kama kazi wakishajadili kwamba katiba imeshakusanywa, maoni yameshakusanywa na yakakabidhiwa kwa mlengwa mwenyewe, ambaye labda mtu ambaye anahusika na hiyo kukusanya, labda mtu wa mwisho, labda Mheshimiwa Rais, tuache mchakato wa kufanya tathmini wa hicho kilichokabidhiwa, lakini tukakipressurize kilichotokea kwa vyovyote. Mimi na wewe nikishakupa kazi afu ukanipressurize hiyo, sasa wewe unanitaka wewe ufanye wewe unavyotaka wewe. Kwa hiyo hicho ndicho kilichotokea 2000 na kipindi kile. Kwa hiyo ni kosa kubwa sana. Kuna swali moja hapa natamani sana. Unajua mimi maswali yangu yote kwa katika kufaidisha wananchi kuliko muktadha wa kisiasa kwenye katiba ambazo zipo kwa nchi za Afrika. Kuna mataifa yaliyoendelea, mfano Marekani, zile nchi ambazo zimeungana, wao wanazingatia sana kwenye swala la katiba juu ya ugatuzi wa kimamlaka au madaraka katika kuainisha hadhi ya maeneo, mfano serikali za mitaa tulizonazo sisi, ili kuboresha utoaji wa huduma na ushiriki wa wananchi moja kwa moja. Unahisi kuna haja ya kuzingatiwa pia kwa Tanzania? Bado Tanzania, sera ya ugatuzi ilivyokuja mwaka 1972
kwamba ni namna gani madaraka ya ngazi ya chini, serikali za mitaa zinaweza kufanya kazi. Bado kuna shida kwenye ugatuzi kwenye nchi kama hii ya Tanzania au nchi hizi za Afrika zinazoendelea, kwa sababu bado wewe fanya tathmini, maana unapozungumzia ugatuzi tunasema madaraka yanaanza chini, kwamba sisi sauti yetu inaanza chini alafu wao wa juu ndo tunakupelekea. Lakini nchi nyingi hizi za Afrika madaraka yanaanza juu alafu sisi tunapokea. Kwa mfano, unaweza kufanya tathmini katika vikao vya ugatuzi sasa, serikali za vijiji au serikali za mitaa, ni mara ngapi wamefanya mikutano ya wananchi? Kwa sababu kawaida sheria zinasema au mwongozo ufanye kwa mwaka mara 4, kwamba katika mara 4 hiyo katika robo hizi kwa mwaka kuna robo 4, yani mwezi wa 3, mwezi wa 6 na mwezi wa 9 na mwezi wa 12, na mwongozo unakuja kabisa, kikao cha mwezi wa 3 ni kikao kipi, cha mwezi wa 6 ni kikao kipi, kikao cha mwezi wa 9 ni kikao kipi, kwa wananchi washirikishwe. Sasa je, tuulize wewe, serikali yako uliokopo hapo, ni mara lini hapo umesikia mkutano wa mwezi wa 6? Kwa sababu tumemaliza mwezi wa 6 huu uliopita. Je, nusu ya mkutano wa mwaka ulishafanyika kwenye ngazi ya mtaa au ngazi ya kijiji, na tunaenda mwezi wa 9. Kwa hiyo unakuta mwaka mzima unaisha, hakuna mikutano inayofanyika. Na ndio maana mimi siku moja nilishauri kama wakurugenzi wana wajibu wa kufuatilia kalenda za mikutano ya serikali za mitaa. Viongozi wengi hawafanyi ngazi ya chini, ndio maana unakuta malalamiko makubwa yanaenda kwa Mheshimiwa Rais, kumbe malalamiko mengine yalitakiwa yatatuliwe ngazi ya chini. Ndio maana ya ugatuzi. Maana yake sisi kero, kwa mfano utakuta kero nyingine ya maji inaenda mpaka juu kwa waziri, kwa sababu chini haijatatuliwa. Kumbe ile kero ilitakiwa atatue hata mwenyekiti wa serikali za za mtaa. Kwa mfano kero ya mambo ya uchafu wa mazingira inaenda moja kwa moja. Kwa hiyo ugatuzi, unapozungumza swali lako ugatuzi wa madaraka kwenye hii katiba, lazima madaraka yaanzie chini. Sasa swali la msingi la kujiuliza, kalenda zetu ni lini kalenda zimefanyika vikao kwa mwaka? Manake ipo kabisa miongozo, na mimi namuomba Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI lazima afuatilie kalenda ya serikali za mitaa. Je, wanafanya mikutano? Watendaji wa vijiji kushirikiana na wenye viti au la? Wakishateuliwa tu ni mambo. Ndio maana unakuta migogoro mingi. Hii migogoro ya ardhi inayotokea kwenye wizara au kwenye waziri anapokuja, waziri mkuu anapotembea, kama kungekuwa na mikutano ile 4, waziri mkuu angefika pale, kusingekuwa na migogoro mingi. Lakini kwa sababu mikutano ifanyike, hakuna ugatuzi wa madaraka chini, ndio mambo unaona Tanzania tunaenda mbele na tunarudi nyuma. Kwa hiyo ugatuzi wa madaraka kwenye katiba ni jambo la msingi sana toka ile sera ilivyoasisiwa mwaka 1972. Nashukuru sana. Na katika mjadala huu wa masuala ya katiba, nilitaka tu kuuliza ili niweze kupata mtazamo wako katika mchakato mzima wa katiba. Bila shaka ni document ambayo tunataka iweze kuaminika na watu wote. Kwa mtazamo wako, mchakato huu wa kupata katiba mpya unabidi usimamiwe na nani? Je, ni serikali kama serikali? Je, ni bunge? Ni labda tume maalumu? Ama we mtazamo wako koje, anayetakiwa kusimamia mchakato mzima wa kupata katiba ambao tunaizungumzia ili iweze kuwa inaaminika na pande zote husika? Kwa mujibu wa mwongozo, bunge lina wajibu wa kutunga sheria. Maana yake sheria zote zipo chini ya ya bunge. Bunge ndo kwa mujibu wa katiba yetu kwamba bunge ni chombo chenye kutunga sheria, na katiba ni sheria. Lakini kabla ya katiba sasa ule mchakato hujapelekwa bungeni, ambapo ndo kuna hilo tunaita bunge la katiba mfano, lakini lazima kuundwe na kamati au tume maalum itakaosaidia kusanya maoni kama ilivyofanyika kipindi kile. Sasa ni nani wa kuunda hiyo tume? Mwongozo wetu tunampa nguvu Mheshimiwa Rais kama kipindi kile na kwa kushirikiana na vyombo vyake. Kwa hiyo wajibu wa hiyo tume itabakia kwa Mheshimiwa Rais, lazima iundwe na mchakato huo uanze mara moja, kwamba mchakato tume ikishapatikana au wewe ukipata nafasi ya kuteuliwa mtapewa taratibu za kufanya kazi. Baada ya hapo mkishakusanya, ina maana kuna hatua nyingine zinazofanyika. Kwa hiyo bunge, kwa mujibu wa katiba yetu, bunge ndio chombo mama chenye kutunga sheria zote hizi ambazo nchini, sheria ndogo ndogo, sheria kuu, bunge ndio wanachombo hiko. Hata muswada kabla hujapelekwa kwa rais, unaanzia wapi? Bungeni. Umeona kwamba bungeni wanajadili kisha wanapeleka kwa rais. Kwa hiyo bunge itabakia ni chombo. Sasa ndio maana katika kipindi kile kulikuwa na bunge la katiba, kwa sababu
manake sio wale wa bunge. Lazima sheria inasema kwamba bunge la katiba manake ni bunge maalumu litakalojadili nini, katiba. Sengine kuna taasisi, kuna wengine. Tukizungumzia wabunge wenyewe tu wale 272 wa majimbo na jumla 300 na ushe wabakie kujadili, manake tunaweza tukapata katiba sio shirikishi. Lakini tukisema kuna bunge la katiba, maana yake kama kipindi kile hata taasisi, vijana ambao wanaweza kuteuliwa kwa nafasi zao wakashiriki kwenye lile bunge kutokana na uwakilishi wao na wakaleta hiyo katiba nzuri. Kwa mfano kuna makundi ya wajasiriamali akateuliwa mtu mmoja, kuna makundi ya bodaboda akateuliwa mtu mmoja, lengo akashiriki kwenye lile bunge la katiba. Kwa hiyo kazi ya uteuzi itakuwa inafanywa na bunge sasa au na tume maalum? Kuna tume maalum ambayo hiyo imapendekezwa, lakini kuna nafasi ambazo zinapendekezwa kwa sababu ya kama kipindi kile nadhani umeona bunge lile la katiba lilipokuwepo lilikuwa na idadi ya wajumbe wengi wale kutoka makundi mbalimbali. Kuna walemavu, kuna watu walikuwa wanawakilisha taasisi za vyombo vya habari, kuna watu walikuwa wanawakilisha wanahabari, kuna watu waliwakilisha wasanii, kwa hiyo kuna watu waliwakilisha wanasheria. Kwa hiyo kulikuwa kuna kada mbalimbali ambazo zilikuwepo, ambazo ziliunda lile ili kuhakikisha kwamba kila kundi, kuna watu walikuwa wanawakilisha wakulima na wafugaji, wachimba madini, yani kila kundi ambalo liko nchini Tanzania kuhakikisha kwamba linafikiwa napata nafasi ya kutoa maoni na kushiriki kwenye ule mchakato. Na ndio maana nasema moja ya kazi kubwa iliyofanyika ilikuwa ni hile. Na kama tutaanza, mimi nilikuwa na shauri tuanzie pale tulipoishia. Kama tutaanza, kwa sababu mchakato wa kupata katiba unahitaji hela. Na kama tumepoteza pesa nyingi kipindi kile na tumelipa watu posho, manake bungeni ulikuwa uendi hivi pale. Sasa tukirudi tena kwenye mfumo wa posho, ukumbuke tuna miradi ya standard nini gauge, tunahitaji, lazima tuoniane huruma. Na kama ile hela tumeipoteza, lazima tuanze pale. Hata kama tuli stop, lakini lazima tufanye tathmini pale. Nadhani wewe ukitaka kujenga nyumba lazima kuna sehemu ya tathmini. Kwa pale lazima tufanye tathmini. Unapendekeza kwa mtazamo wako unajaribu kusema kwamba ile unaposema tuanzie pale maana kuna rasimu iliyopatikana last time, unajaribu kusema tuanze na hiyo ama tuanze na lile bunge tuliokuwa nalo kipindi kile? Tuanze pale kuangalia wapi tuliposhindwa kuelekea kupata ile nini katiba, na sio kama kilichojadiliwa kwenye rasimu kingine kilikuwa ni kibaya, au kama kilichojadiliwa kwa sababu tulifika hatua rasimu ilijadiliwa, sasa ilitakiwa iende kwenye mapendekezo ya kusomwa kipande kimoja baada ya kingine. Lakini kwa sababu ya kipindi kile kulikuwa na idadi ya wachache, kama tunataka turudishe tena kwa watu na kuanza kukusanya tena maoni, tukumbuke tunahitaji fedha. Sitamani tuwe kama Kenya. Kenya imefanya mabadiliko ya katiba, lakini Zambia kuna utulivu na wao wamepita katika mabadiliko ya katiba. Kwa nini Kenya tupo uzoefu kidogo kama wanataka katiba mpya wakati walishapita katika hiyo hali? Ni kwanza Zambia, mimi nimekaa pale siku kama 14, nilikuwa naangalia. Sasa hivi wako kwenye kampeni na uchaguzi wao unafanyika tarehe 30 mwezi wa 8 kama sikosei, na kampeni zao wanafanya katika mfumo wa ustaarabu sana. Sijawahi kuona migogoro na sijawahi kuona majibizano. Hicho ndio kitu ambacho walichofanikiwa. Lakini Zambia kuna vitu ambavyo nimedodosa. Wamejaribu kuangalia mataifa yanavyopitia mengine. Kuna mtu mmoja aliniambia hatutamani sisi Zambia kuingia kama mataifa mengine yalivyoingia. Kwa hiyo moja ya spirit ambayo walikuwa sema hatutamani hata kuona migogoro yani ya mataifa mengine walivyopitia na sisi tupitie. Unajua kuna kipindi mfano nilikuwa naendeshwa na gari, alafu mtu akanitolea mfano Tanzania walivyopitia kwenye mgogoro nini? Sisi hatutamani kupitia huko. Mfano nchi nyingine kama. Kwa hiyo Zambia wanajifunza mataifa mengine. Kwa hiyo unaona acha siasa iamue, sisi tutulie kama tulivyo. Na ndio maana shughuli za Zambia zinaendelea kama kawaida. Huwezi ukaona kama kuna kampeni za nini za uchaguzi, kwa sababu hawataki kutamani kuona mataifa mengine yanavyopitia, alafu na wao wapitie kama yani mataifa mengine. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho Zambia nilichojifunza. Lakini ukienda kwa Kenya, na nilipita South Africa, kama siku 2 tulikaa pale, nikajifunza nacho kitu kingine. Bado kuna shida kwenye katiba zetu. Umeona? Katiba zetu bado tukishakuwa kwenye mfumo wa madaraka, tunasema labda ni Tanzania tu peke yake ambapo tunasema rais anaweza kukaa miaka awamu ya ngapi?
vipindi vingapi? Vipindi viwili. Umeona wenzetu tumeona kama hapo Misri, umeona alivyokaa 2000 na kadhaa, alivyoona misimu miwili ilivyoisha akajiongezea nini, akapitisha akasema nataka niende msimu wa 3. Kwa hiyo kuna shida ambayo naiona kwenye masuala ya katiba katika nchi zetu za Kiafrika. Kwa Kenya, kwa Zambia bado, kwa Zambia wamefanikiwa, lakini kwa Kenya nao mabadiliko, naamini kuna wingu napo jeusi linaweza likaibuka kwa nchi kama ya Kenya kama katiba yao haitokaa vizuri vile. Kwa wingu gani jeusi hilo ambalo unalisema? Unajua siasa kama siasa za kimataifa, siasa kama za Kenya ni siasa ambazo nchi kama ya Kenya wameshaonja joto la vyama viwili, upinzani na chama kilichokuwa tawala, kwamba wao mabadiliko muda wote. Kwa nchi hizi ambazo zenye joto la kwamba kuna chama kimeshakuwa madarakani na kuna chama ambacho muda wote kukutoa ni kitu, wao wanachoangalia ni kiongozi. Kwa Kenya wao wanachoangalia ni kiongozi, hawaangalii ni chama. Kwa mfano hata Zambia, umeona mfano kama hata Ghana, umeona kwa mfano kama yule rais wa Ghana alikuwepo madarakani akaondolewa akarudi tena. Kwa hiyo kwa nchi kama Kenya hawaangalii chama, wanachoangalia ni nini tunaita ni mtu. Kwa hiyo wameshaonja, ndio nasema kuna wingu jeusi linaweza likatokea tena. Wao kukubadilikia ni kitu cha kawaida kabisa kwa nchi kama ya Kenya. Ramabisi umemaliza? Endelea. Sawa, nirudi mimi katika ule mchakato wa katiba yenyewe ambao tunaizungumzia hapa. Bado ninaamini kwamba katiba si tu mchakato. Yaani umuhimu wa mchakato wa katiba ni sawa sawa na umuhimu wa katiba yenyewe ikishapatikana, kwa sababu lazima uwe ni mchakato ambao unahusisha pande zote na uwe ni mchakato ambao uko wazi na watu mnaaminiana. Nikiangalia katika mazingira yetu ambayo tunatafuta katiba mpya, bila shaka kuna parties nyingi sana ambazo zina interest katika katiba. Kuna wananchi wenyewe, kuna vyama vya siasa, kuna taasisi za kidini, kuna NGOs na kadhalika. Ni vitu gani ambavyo nafikiri natakiwa sasa tuanze kuvifanya sasa hivi ili kujenga imani ya kuaminiana miongoni mwa these parties, ili tunapopata ile final katiba ambayo ni document tuweze kuwa tunaiamini wote na itusogeze mbele? Ni swali zuri. Tunarudi kwenye nasaha za waasisi wetu. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kitabu cha Tujisahihishe alizungumza kwamba umoja wa taifa ni sawa sawa na viungo vya mwanadamu. Kwamba umoja wote wa taifa ni sawa na umoja wa viungo vya nini, vya mwanadamu. Kiungo kimoja kikiumwa hakiwezi kikafanya kazi. Yaani mwili wa mwanadamu automatically hauwezi kufanya kazi. Kwa mfano mkono ukiumwa, sisi Tanzania, kwamba umoja wetu huu wa taifa ni taasisi zote. Taasisi, sasa kuna taasisi zinararamika. Sawa mwili wa mwanadamu kuna kiungo kikiwa kinararamika, hauwezi ukaenda kazini. Lazima uende hospitalini ukitibu. Sasa sisi kuna taasisi zinararamika, lazima tuanze kutafuta tiba. Kwa nini wenzetu hawa wanararamika? Ndio tukae pamoja sasa. Kwamba mchakato wetu wa Afrika jinsi unavyo, kwa mfano kama nimeona Senegal, umeona Senegal katiba yao walitaka rais kubadilisha, lakini sasa hivi umeona rais anataka kuanzisha chama kingine. Kwa hiyo umeona mfumo wa Kiafrika kwamba viongozi wengi wakishakopo katika mfumo wa kimadaraka lazima wanataka kubadilisha muundo wa nini, wa katiba kwa maslahi yao. Kama Zimbabwe. Umeona Zimbabwe na hata kwa yule rafiki yangu ambaye mmoja Mali Mone, kwamba huo ndio mfumo wa viongozi. Kwa hiyo tuna shida katika hii katiba. Ndio maana nasema swali la msingi, katiba tunaoitaka kuibadilisha Tanzania isiwe na malengo ya wanasiasa. Kama ina malengo ya wanasiasa, mimi nilikuwa na washauri wananchi bora tuibakize katiba mwaka 1977. Lakini kama ina mlengo wa kisiasa, tusibadilishe kabisa. Tuibakie nayo ile tuende nayo, kwa sababu tutatumia pesa nyingi kumbe kwa ajili ya watu, kwa ajili ya kuweka siasa zao na kwa ajili ya kuweka maslahi yao ya kiutawala. Ramabi, hebu tupitishe kwenye maswali ya wasikilizaji, manake muda sio rafiki sana kwetu. Msafiri Mbele kutoka Michungwani, napenda kuuliza kuwa kuna taasisi nyingine ukiacha ya nafasi ya rais ikasimamia katiba hadi mwisho kukapitishwa katiba? Sisi sheria inamruhusu, inampa nguvu Mheshimiwa Rais. Katika katiba ya mwaka 1977 Mheshimiwa Rais anapewa nguvu, japokuwa na wataalamu wake wanamshauri. Kwa hiyo katiba yetu inampa nguvu ya mwaka 1977 kuunda hayo mambo.
Unajua wenzetu Kenya wame ndio maana nasema kwa mfano siasa ya Kenya ni ngumu. Siasa ya Kenya muda wote ikiamua, hata tume zao zikiamua tu, wewe rais unafuata kama ulivyo. Umeona na ndio maana umeona hata Senegal walivyomkataa juzi rais wa Senegal kuhusiana na mabadiliko yale ya kubadilisha vifungu vya katiba. Hauwezi tena ukafanyaje ukapinga kwa sababu wao tayari kuna mihimili imeshawekwa toka ikiwa chini. Sisi katiba yetu toka mwaka 1977 inampa nguvu mheshimiwa rais. Kwa hiyo hakuna tume nyingine ambayo zaidi ya mheshimiwa rais. Ndio maana umeona hata tume ya maridhiano tunasubiri ripoti ya mheshimiwa rais, hata tume ile ya nini ya kufuatilia makosa ya nini mheshimiwa rais. Kwa hiyo sisi mheshimiwa rais amepewa nguvu kwa mujibu wa katiba ya mwaka 1977. Anasema sera za vyama na mirengo pia haviwezi kufanya katiba ikashindikana au la tukakwama, kwa sababu kila chama kina mrengo wake na sera zake. Ya, hiyo nayo ni changamoto kwa sababu Tanzania, nchi nyingi zina sera ya pamoja. Ni nchi yetu Tanzania, na ndio maana mimi nashangaa tu katika nchi ambayo Afrika au nchi zote duniani zenye vyama vingi, basi Tanzania ndio nchi ya kwanza inaongozwa kwa vyama, kuwa na vyama vingi. Ukienda Zambia vyama havizidi 6, havizidi 5. Lakini Tanzania kuna vyama takriban 21. Kwa hiyo kuna sera tofauti tofauti. Kama tungekuwa na sera ya pamoja ambayo ni sera jumuishi ya kitaifa. Sisi Tanzania tumekosa kutokuwa na sera jumuishi ya kitaifa. Kenya wamefanikiwa sasa hivi kuwa na sera ya pamoja, na ndio maana ukitoka mpinzani chama chochote kinaweza, yani ukiwa na sera moja chama chochote kinaweza kachukua nchi. Wanafuata ile sera ya nchi. Kwa mfano umeona Zimbabwe na wao wameanza kuwa na sera pamoja. Kwa hiyo ukishakuwa na sera pamoja, chama chochote kikiingia madarakani wanafuata ile sheria. Unamaanisha nini hapa unaposema sera ya pamoja? Sera ya pamoja ina tume maalum inaunda sera. Kwa hiyo ukishakuwa madarakani haufuati ilani ya chama. Sisi nchi zetu tunafuata ilani za chama. Na ndio maana tunakuwa tuna ukinzani. Chama chochote kikiingia madarakani nasema mimi ndo mtawala, ilani yangu imesema hivi. Sasa ukishaingia madarakani hamna kufuata ilani. Tunafuata sera hii moja ambayo ile sera inakuwa ni msingi mkakati. Kwa mfano kama sasa hivi tuna dira ya 2050. Sasa ile ndio sera, yani kwa sababu lazima ufuate huu muongozo. Sawa kabisa. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.